Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari yote. Yakobo akaona uso wa Labani, yakuwa kumtazama vema kama jana na juzi. Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Yakobo akatuma watu, akawaita Raheli na Lea waje nyikani kwenye wanyama wake, akawaambia, naona uso wa baba yenu, kwamba nitazami vema kama jana na juzi, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami. Na nimejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu, na baba yenu amenidanganya akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Aliposema walio na madoadoa watakuwa mshahara wako, wanyama wote wakazaa madoadoa. Aliposema walio na milia watakuwa mshahara wako, ndipo wanyama wote wakazaa wenye milia. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu na kunipa mimi. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, nalinua cheo yangu nikaona katika ndoto, na tazama, mabeberu waliwapanda hao wanyama, walikuwa na milia na madoadoa na marakaraka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua basi macho yako ukamwone mabeberu wote wanaopanda wanyama wana milia na madoadoa na marakaraka, maana nimeona yote aliyokutendea Labani. Mimi ni Mungu wa Betheli, huko ulikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Sasa ondoka, toka katika nchi hii, urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Raheli na Lea wakajibu wakamwambia, je, imetubakia sehemu au urithi katika nyumba ya baba yetu? Hakutufanya kama wageni, maana ametuuza naye amekula fedha zetu kabisa. Maana mali yote ambayo Mungu amenyang'anya baba yetu, mali hiyo ndio yetu na ya wana wetu. Basi yoyote waliokuambia uyafanye. Ndipo Yakobo akaondoka, akapandisha wanawe na wakeze juu ya ngamia, akachukua wanyama wake wote na mali yake yote aliyokuwa ameyapata na wanyama aliyowapata katika Padan Aramu, ili afike kwa Isaka babaye katika nchi ya Kanaani. Basi Labani alikuwa amekwenda kuwakata manyoya ya kondoo zake, na Raheli akaviba vinyago vya babaye. Yakobo akamwendea Labani Shami, kwa kuwa kumwambia ya kwamba anakimbia. Basi akakimbia yeye na yote aliyokuwa nayo, akaondoka akavuka mto, akaelekeza uso wake kwenda mlima wa Gileadi. Hata siku ya tatu Labani akaambiwa ya kwamba Yakobo amekimbia. Hata siku ya tatu Labani akaambiwa ya kwamba Yakobo amekimbia. Hata siku ya tatu Labani akaambiwa ya kwamba Yakobo amekimbia. Akatwaa ndugu zake pamoja naye,
akamfuata mwendo wa siku 7, akampata katika mlima wa Gileadi. Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia ujihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. 25 Labani akamfikia Yakobo, na Yakobo alikuwa amepiga hema zake katika mlima, na Labani na ndugu zake wakapiga hema zao katika mlima wa Gileadi. Labani akamwambia Yakobo, umefanya nini? Umenihadaa ukawachukua binti zangu kama mateka waliotwaliwa kwa upanga. Mbona umekimbia kwa siri ukanihadaa, wala hukuniambia nipate kuagana nawe uende zako kwa furaha na nyimbo na ngoma na kinumbi, wala hukuniacha niwabusu wanangu na binti zangu. Basi umetenda pumbavu. Nina uwezo mkononi mwangu kukufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akisema, jihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Basi sasa umetoka kwa sababu umetamani sana nyumba ya baba yako. Mbona basi umeiba miungu yangu? Yakobo akajibu akamwambia Labani, kwa sababu naliogopa, nikasema usije ukaninyang'anya binti zako kwa nguvu. Awe yeyote utakayemwona kuwa nayo miungu yako, yeye asiishi mbele ya ndugu zetu. Ukitambue kilicho chako kwangu ukakichukue, maana Yakobo hakujua ya kwamba Raheli ameiba. Labani akaingia katika hema ya Yakobo na hema ya Lea na hema wajakazi wawili, wala kuingia na katoka katika hema ya Lea akiingia katika hema ya Lea. Basi Raheli alikuwa amevitwaa vile vinyago, ameviweka katika matandiko ya ngamia na kuvikalia. Labani akapapasa hema yote, wala kuviona. Na Raheli akamwambia babaye, bwana wangu asikasirike kwa sababu siwezi kuinuka mbele yako, maana nimeshikwa na mambo ya kike. Akatafuta wala kuviona vile vinyago. Yakobo akakasirika, akakambana na Labani. Yakobo akajibu akamwambia Labani, nini hatia yangu? Nayo ni nini dhambi yangu hata ukanifuatia namna hii? Umepapasa vyombo vyangu vyote. Ni kitu gani unachokiona cha nyumbani mwako? Kiweke hapa mbele ya ndugu zangu na ndugu zako, wakamue kati yetu. Miaka 20 nimekaa kwako, kondoo zako wale mbuzi zako wake hawako karibu mimi, wala waume katika wanyama wako sikuwala. Kilichoraruliwa na hayawani sikukuletea, mimi mwenyewe nimetwaa hasara yake. Umenidai katika mkono wangu, ikiwa kilichukuliwa mchana au ikiwa kilichukuliwa usiku. Hii ilikuwa hali yangu. Mchana jua likanipata, mabaridi usiku, usingizi ukanitoka machoni mwangu. Miaka 20 nimekaa nyumbani mwako, nilikutumikia miaka 14 kwa binti zako wawili na miaka 6 kwa wanyama wako. Nawe umebadili mshahara wangu mara 10. Kama Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu na hofu Isaka, angalikuwa pamoja nami, hakika sasa ungalinifukuza mikono mitupu. Mateso yangu na kazi za mikono yangu Mungu ameziona, akakukemea usiku huu. Labani akajibu akamwambia Yakobo, hao binti ni binti zangu, na wana ni wanangu, na wanyama ni wanyama wangu, na yote uyonayo ni yangu, nami naweza kuwatendea nini leo binti zangu na wana wao waliowalea?
Labani akasema, chungu hii ni shahidi kati ya mimi na wewe hivi leo. Kwa hiyo likaitwa jina lake Galedi na Mispa, maana alisema, Mungu avizie kati ya mimi na wewe wakati tusipoonana. Ukiwatesa binti zangu ukitwaa wake zaidi ya binti zangu, wala pana mtu pamoja na sitazama. Mungu ni shahidi kati ya mimi na wewe. Labani akamwambia Yakobo, tazama chungu hii, utazame nguzo. Mimi na wewe, chungu hii na iwe shahidi, na nguzo hii na iwe shahidi ya kuwa mimi sitapita chungu hii kuja kwako, wala wewe utapita chungu hii na nguzo hii kuja kwangu kwa madhara. Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Nahori, Mungu wa baba yao hawakumu kati yetu. Yakobo akachinja sadaka katika mlima, akawaita ndugu zake waje wale chakula.